Karibu mpenzi mtazamaji katika mfululizo wa vipindi hivi maalum vya maadhimisho ya miaka 30 ya Mamlaka ya Mafunzo na Ufundi Stadi VETA ambayo yanafanyika katika ukumbi huu wa Julius Nyerere International Convention Center JNICC, na kwa mwaka huu kwa mara ya kwanza. Sasa twendeni waingizi hapo ndani mkaone huko ndani mambo yakoje. Tunaendelea kutembelea mabanda ya walioshiriki kwenye maonyesho ya miaka 30 ya VETA. Tuko kwenye banda la KOSOTA. Kuna ofisa wa KOSOTA atatutambulisha KOSOTA nini, na hapa kwenye maonyesho ya VETA mmekuja kufanya nini. Nashukuru. Kwa majina naitwa Nelson Swai, ni afisa haki miliki, natokea ofisi ya KOSOTA ambayo ipo chini ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Na siku ya leo tuko kwenye hili banda la KOSOTA katika maonyesho ya miaka 30 ya VETA, tukishiriki pamoja na VETA katika kuhakikisha tunatoa elimu kwa umma kuhusiana na masuala ya haki miliki. Kwa ofisi yetu ya KOSOTA inasimamia masuala ya haki miliki, ikiwemo kusajili kazi za ubunifu kwa maana ya kazi za daraja ya nyimbo, muziki, kazi za filamu, kazi za maandishi kwa maana ya vitabu, majarida, pamoja na kazi za sanaa na ufundi. Kwa hiyo zile kazi ambazo za ubunifu tunashauri wale wabunifu wasajili kazi zao KOSOTA kwa sababu kuna faida mbalimbali. Moja, kwamba kazi hizo zinalindwa kwa mujibu wa sheria, lakini pili, watapata faida wanaposajili kazi yao kwa kupata utambulisho sehemu mbalimbali ndani ya nchi na nje ya nchi. Kwa hiyo zipo faida nyingi zikiwemo pamoja na hizo. Sisi kama ofisi ni ofisi za umma, na tunawakaribisha wananchi wote wenye ubunifu wote, wenye elimu rasmi na wasio na elimu rasmi, kwa sababu hii ni ofisi ya serikali na haibagui. Tunawasajili kazi za ubunifu za aina zote kwa wananchi wote. Tunawashauri na tunawapa elimu hii waweze kusajili kazi zao ili waweze kuzilinda kwa mujibu wa sheria. Watanzania, miongoni mwa vitu ambavyo vinawapa haki miliki ni kitu kinaitwa haki miliki. Vinakupa faida kubwa mno. Mathalani, kwa mfano, kuna ule wimbo maarufu sana unaitwa Malaika. Yaani malaika na kupenda malaika. Sasa ule wimbo wa Malaika ulitungwa na Mtanzania, hakuusajili popote kupata haki miliki. Matukio yake wimbo wa Malaika umekuwa ni wimbo wa kimataifa, unaimbwa na watu wengi na lugha mbalimbali. Yule mtungaji maskini hapati chochote kwa sababu wa kusajili, lakini angekuwa amesajili akawa na haki miliki ya ule wimbo, ukipigwa popote, ukiimbwa na mwanamuziki mwingine yoyote, ukiuzwa popote, wakidurufu popote, yule mtunzi naye anapata chochote kitu. Kwa hiyo Watanzania wale ambao mna haki miliki, yani mna kazi za vipaji, njoni KOSOTA, sajilini miliki zenu, sajilini haki zenu, sajilini bunifu zenu ili muweze kupata haki zenu. Hata ukiwa wewe haupo, watoto wako na watoto wa watoto wako, wajukuu, vilembwe na vilembwe kazi, vyote vinaendelea kupata mafao ya kazi iliyoifanyaga babu huko nyuma zamani. Tunaendelea kutembelea mabanda yaliyoshiriki maonyesho ya miaka 30 ya VETA. Miongoni mwa washiriki ni banda hili la Airtel, na limeandikwa pale Airtel Business. Kuna ofisa mbele yangu atanitambulisha kidogo hawa Airtel Business ni nani ndani ya maonyesho ya VETA na kwenye maonyesho yao wamekuja kufanya nini. Karibu. Okay, naitwa Alfani, ni mwakilishi unatokea Airtel kitengo cha mauzo. Sisi tuko hapa katika miaka 30 ya VETA tukiwa kama wadhamini pia Airtel. Na licha ya kuwa wadhamini pia tumekuja hapa kushiriki katika maonyesho haya ya miaka 30 ya VETA kwa kutoa huduma zetu za internet. Kama unavyoona hapa kuna pocket wifi, tuna router kwa ajili ya internet majumbani, maofisini. Pia tunatoa bundle za SMS kwa bei chipu kabisa. Kwa hapa lengo ni kuja kuadhimisha miaka 30, na kama pia sisi wadhamini na pia tumeleta huduma zetu za Airtel internet. VETA kwa sababu yenyewe ndio mwenyeji wa maadhimisho ya miaka 30 ya VETA ina mabanda mengi sana huku ndani. Hili ni moja ya yale mabanda ya VETA, na kwenye hili banda naweza nikaona hapa mbele kuna vitabu vya mitaala curriculum, alafu kuna machapisho kidogo na kuna mabango. Kuna ofisa atanitambulisha jina lake. Mimi kwa jina naitwa Sospita Mgashe, ni mkadiriaji majenzi, niko kitengo cha miradi. Ila kwa leo niko hapa kwenye banda letu ambalo linaelezea mitaala ambayo inatolewa VETA kwa maana ya curriculum ambazo zinahusika katika mafunzo katika vituo vyetu vyote vilivyopo nchini. Sambamba na hilo, tuna majarida ambayo
kuonyesha idadi ya vyuo tulivyonavyo na vinapatikana wapi na kozi ambazo zinapatikana kwenye kila chuo. Kwa maana kwamba VETA tumetanuka katika nchi hii kwa kutoa mafunzo, na sio ndani ya nchi hii peke yake, vile vile VETA imeshatanuka hadi nje ya nchi. Kwa mfano, kwa sasa hivi tuna wanafunzi kutoka visiwa vya Komoro ambao katika chuo chetu cha VETA Mtwara wakiendelea na mafunzo, ile maana ni wanafunzi wa nchi za nje, kwa maana VETA imetanuka hadi nje ya Tanzania. Bwana, hii habari kubwa. Mpenzi mtazamaji, watu walikuwa na kidharau VETA, kinaonekana kama chuo cha wale watoto wa darasa 7. Juzi kati hapa mmemsikia Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano akiwaambia wale wanafunzi wa chuo kikuu ambao wanatembea na makaratasi na mabahasha yamejaa mavyeti ya degree lakini hakuna kazi, lakini ukija kusoma VETA unapata kazi. Kumbe nchi za jirani wameshashtukia mambo mazuri ya VETA. Jina unaitwa nani? Mimi naitwa Swalih Hamadi Said. Nimetokea Komoro kufika VETA Mtwara ili upata elimu ambao unaisikia kama VETA ipo Komoro, lazima rifike hapa kutafuta elimu yahusu darasa la upishi. Kwa hiyo wewe unatoka Komoro umekuja kusoma Tanzania? Ndio. Wapenzi watazamaji, ina maana hii VETA ikiboreshwa vizuri, VETA yetu sio tu kwamba tutapata wanafunzi kutoka Komoro, tutaingiza wanafunzi kutoka Kenya, kutoka Rwanda, kutoka Uganda, kutoka Burundi. Tunaweza tukajikuta VETA ikawa ndio VETA baba katika vyuo vya ufundi vya Afrika Mashariki vya kuingiza wanafunzi, kama VETA imeanza kupokea wanafunzi kutoka Komoro. Na wewe ukiangalia Komoro na Tanzania, unaionaje Tanzania yetu? Mimi nimeona kama Tanzania iko mbele sana, mambo yanaenda vizuri sana. Maana mambo ya usupishi, ya usu theory na practical zipo vizuri sana pale VETA Mtwara. Nafundishwa kufanya mambo ya upishi mbalimbali ya nchi za nje na mambo ya hapa ya menu ya Tanzania iko vizuri sana. Nimeona kama mambo yako vizuri. Super. Na kuna mwanafunzi mwingine kutoka Komoro, atanitambulisha jina. Asante sana watangazaji. Kwa majina naitwa Shamsuddin Ayuba Ali, natokea Komoro. Nimekuja mwaka 2024, nasomea VETA Mtwara Electrical Installation. Na hii kozi kaka ni ya miaka miwili. Katika hii miaka miwili mmeanza kujichanganya kidogo na Tanzania kidogo pale Mtwara, au nyinyi ni shule tu? Nashukuru sana kwa swala hilo. Sisi kabla hatujajichenga, tunachanganyika na Watanzania wote wanafunzi, ndio maana hata mpaka sasa hivi tumefanikiwa kuongea Kiswahili, tunafanikiwa na masomo pia ya fani. Safi kabisa. Wale dada zetu wa Mtwara, hakikisheni mnawafundisha vizuri sana Kiswahili hao wenzetu wa Komoro, na wakimaliza miaka yao miwili msiwache wakaenda Komoro wenyewe, wasindikizeni mpaka huko Komoro. Tunaendelea kuunga undugu Tanzania na Komoro, sio kwenye mafundisho tu ya VETA, mpaka undugu wa damu. Asanteni sana. Kwenye maonyesho haya ya miaka 30 ya VETA, banda la Yas Mix pia lipo, na unaweza ukaona jamaa wa Yas hapo na vile visimsim vyao vimeandikwa Yas. Bwana atajitambulisha jina na kutuambia hii Yas nini, ndani ya maonyesho ya miaka 30 ya VETA wamekuja kufanya nini. Naam, karibu sana. Kwa jina naitwa Ramadhan Customer Service kutoka Kariakoo. Tuko katika maonyesho haya ya kuadhimisha miaka 30 ya VETA. Sisi kama Yas tumekuja na product mbalimbali. Product tulizokuwa nazo kama unavyoziona, tuna ZTE A35. Hii tunauza kwa cash na pia vile vile tunaweza kuuza kwa mkopo. Kama mteja atahitaji kuuziwa kwa mkopo, tunaweza kumpatia. Tuna product nyingine kama unavyoona Samsung hapa, brand kubwa kabisa A05. Hii pia inapatikana kwenye maduka yetu yote ya Yas kwa cash na kwa mkopo pia. Pia tuna product nyingine kama unavyoona hapa pembeni. Hizi ni router. Hizi ni wifi kwa ajili ya internet. Mteja anaweza akanunua hii device kwa $2,250. Then akachagua aina ya speed ambayo ataihitaji yeye.
tuna 10 Mbps speed, tuna 20 Mbps speed, tuna 50 Mbps speed mpaka 200 Mbps. Kwa hiyo mteja atachagua ni speed gani ambayo yeye mwenyewe atapendekeza na ataipenda, then sisi tutafanya connection kwake yeye. Hii ni product nyingine ambayo tumekuja nayo katika maadhimisho haya, na hivi ni vipeperushi vyetu. Kama mteja atafika katika banda letu, basi tutakuwa tunampatia. Karibu sana. Mimi nimemaliza elimu ya chuo kikuu University of Dar es Salaam, ambao nilisomea BCom Marketing mwaka 2014. Of course ndoto yangu kubwa wakati nikiwa chuo nilikuwa nawaza sana swala la kujiajiri. Nikasema sasa inabidi nifanye kitu kikubwa zaidi, ambapo nikaangalia fursa pia kwenye kudili na issue za cooling system, kwa sababu pia ni background ambayo iko nyumbani. Sisi wakati tunakuwa time ya likizo, muda mwingi tulikuwa tunakaa kwenye zile workshop. Kwa hiyo nilifanya maamuzi ile mwaka 2017 nikaja Dar es Salaam kwa ajili ya kufanya zaidi kwenye cooling system. Nikawaza kuanza na AC za magari. Nilitafuta workshop kwa ajili ya kujifunza, ambapo nilienda Machinga Complex. Nikakutana na fundi mmoja alikuwa ni maarufu, ambaye alinifundisha. Nilimwomba nafasi akanipatia, nikawa najifunza pale. Nilibidi nijiongeze kidogo kwa ule muda ambao ulikuwa unabaki. Nilimove nikaenda VETA pale, nikaomba kufanya mafunzo ambao waliniruhusu. Nilipata nafasi nikajiandikisha. Of course walishangaa kidogo. Kuna mtu nilikutana naye sasa, wewe umemaliza degree na kwaje unakuja huku? Nikamwambia haina shida na nini. Tukamaliza pale, nikaanza mafunzo. Kile kipindi cha mafunzo kilivyoisha, ina maana na huku Ilala nikawa nimefikia step fulani ya kujifunza AC za magari. Ndo nikaanza process ya kufungua ofisi Ubungo Riverside, ambapo ndo hapo nilianzia kufanya kazi zangu za ufundi wa magari. AC za magari nimefanya AC za magari hiyo 2017 wakati inakaribia kuisha. That time na mimi na register BRELA, kampuni ambayo ndo Januari ikaanza rasmi Jovisa Cooling T Limited. Baada ya hapo nikaendelea kutafuta pia tenda zaidi za AC za nyumba pia. Kwa hiyo nikaendelea kufanya kazi. Mwisho wa siku nilikuja kufanikiwa zaidi kupata tenda kubwa za serikalini za kusupply, kuinstall na kumaintain AC za nyumba. Nilifanya na taasisi za University of Dar es Salaam, pale kuna Koeti, kuna UDBS nimefanya, ambapo ndo pia niliposoma, nilipopatia degree yangu ya BCom Marketing. Nikafanya na pia college za Konas kwenye majengo ya Botan, Zoology, MBB kule. AC nyingi nimesupply mimi na kuzifunga. Na pia tumefanikiwa kufanya kazi na TANESCO. Ofisi nyingine NEMKI, Tanzania Atomic ambao wanaitwa kwa ufupi TAEC, TANROADS tumefanya kazi hadi ofisi zao za Kigoma, na taasisi nyingine nyingi kama za private. Kuna hii DP World, Bolt kipindi hicho, Halotel na taasisi nyingine nyingi. Kwa upande wa hili swala la VETA, niseme tulilinifungua akili sana na kuniongezea confidence wakati naendelea na hii project yangu ya kujiajiri upande huu wa ufundi na kudili na viyoyozi. Kwa maana nilikuwa nahisi kama sina gap mahali, sina kitu ambacho nimekiacha. Kwa hiyo nilikuwa nafanya vitu kwa kujiamini, na hata wale ambao tumefanya nao kazi hata kwenye ufundi wa AC za magari, wateja wengi walikuwa wanaleta feedback nzuri. Yaani kwa asilimia kubwa naweza kusema hakuna mteja ambaye tulikuwa tunampoteza. Kwa hiyo niwaambie Watanzania, hili jambo ni jambo zuri. Naona ni fursa, yani ni kitu ambacho naona waziri alikifikiria sana, na nategemea kitaenda kubadilisha Tanzania kwa watu wengi. Na natumaini sio mimi tu, kuna wengine pia wanaweza wakawa walikuwa na hilo wazo wakafanikiwa kwa kiasi kikubwa.
Ukiangalia Jovisa sasa hivi ni product ya VETA. Kwa wale watu ambao wananifahamu kwa pale VETA hawajui background yangu nyingine, sababu ni wachache, nadhani pale wengi walikuwa hawafahamu. Hata nyumbani kwetu tukiangalia ndugu zangu wengine, kuna ambao wamesha transform kupitia ile idea yangu. Baada ya kumaliza vyuo vyao mbalimbali au kuwa kwenye nafasi fulani, wamerudi tena kwenye hichi ambacho mimi nakifanya. Kwa mimi naona ni kitu ambacho kimewafungua watu wengi pia akili, kwa wale watu ambao walikuwa wananizunguka. Kwa hiyo niwaambie vijana, nadhani waitumie kama fursa kuweka thamani kwenye vitu ambavyo sisi tunaona havina thamani. VETA niliingia mwaka 1994 katika chuo cha ufundi Uliankuru, wakati huo kikiitwa chuo cha taifa cha ufundi stadi. Pale nimesoma fani ya ujenzi au wanasema kwamba ni Mason and Bricklaying MB, ambapo nimesoma kuanzia daraja la 3, la 2 mpaka la kwanza. Nilipomaliza niliingia mtaani kuhangaika kutafuta maisha, lakini baadaye waliniona watu wa mission wakaniajiri, wakati nafanya kazi mission, baadaye nilienda kusoma ualimu wa ufundi stadi pale Morogoro, ambapo nimesoma nikamaliza nikapata cheti changu cha ualimu. Nilipomaliza, baada ya kupata cheti cha ualimu, nilichukuliwa kwenda Msata kwenye chuo cha mtu binafsi ambao nilikuwa mkuu wa chuo pale Msata. Baadaye nilihama, nilipomaliza mkataba wangu nikahama nikaingia serikalini, nikaajiriwa na chuo cha ufundi VETA Mbeya, chuo cha Mbeya. Hapo nimefanya kazi. Baada ya kufanya kazi, baadaye niliomba kwenda kusoma kujiendeleza. Nikaenda kusoma stashahada ya kawaida ya civil ya ufundi ujenzi, ambapo baada ya kumaliza mwaka 2012 nilirudi kufanya kazi. Baadaye 2013 nilirudi tena kwenda kusoma shahada ya kwanza ya ujenzi. Nimefanya kazi. Baada ya kufanya kazi, baadaye nilirudi tena kwenda kusoma shahada ya uzamili, yaani masters ya hiyo ya ujenzi. Kwa hiyo hapa nilipo mimi ni mwalimu na ni engineer ambaye nimetengenezwa na VETA kuanzia mwanzo mpaka kwenda kufikia hapa nilipo. Kwa hiyo sasa hivi ni engineer na wasaidia kazi za ujenzi, kusimamia miradi ya ujenzi, halafu pia ni mwalimu. Kwa mfano sasa hivi nasimamia fani ya ujenzi pale VETA Mbeya. Yaani vyuo vya VETA vinatengeneza mafundi, lakini kazi yetu si ni kutengeneza uwe fundi utengeneze pesa. Kwa sababu utakapokuwa fundi unatengeneza pesa. Katika maandamano ya mtaani hutaona mtu aliyesoma VETA anaandamana mtaani, kwa sababu wote wana pesa. Lakini VETA wanasoma watu wote bila kujali wana degree au hawana degree, kwa sababu ujuzi hauna level. Yaani wewe unaweza ukawa una PhD lakini hujui kujenga, utakuja nikufundishe kujenga. Wewe una degree hujui kuendesha gari, utakuja nikufundishe gari. Una degree hujui kupika, nitakuja nikufundishe kupika. Kwa majina naitwa Eric Zablon Masere, ni mmoja wa wahitimu wa IMTT VETA Moshi mwaka 2015 katika fani ya plater and welding. Baada ya kumaliza hapo, niliajiriwa na kampuni ya uchimbaji wa dhahabu ya Geita Gold Mining kama welder. Nikaanza kufanya kazi pale kwa mwaka mmoja. Baada ya hapo, kutokana na ufanisi ambao niliupata VETA, tulionekana kufanya vizuri zaidi. Meneja aliyekuwepo akatupendekeza kwenda kutoka kwenye kazi ya welding kufanya kazi za inspection ya crack na defect upande wa welding. Kampuni ikaamua kutupeleka Malaysia kwa ajili ya kwenda kuendeleza fani yetu ya ukaguzi wa welding na ukaguzi wa crack kwenye mashine. Kutoka hapo tukaenda Malaysia, tumemaliza kozi ya welding inspection na NDT inspection. Tukarudi tukaendelea kufanya kazi na kampuni ya Geita Gold Mining. Baada ya hapo tukapata fursa ya kwenda kufanya kazi nje ya nchi, nchini Mauritania katika fani ya welding inspection na NDT testing. Nimefanya kazi kwa muda wa miaka miwili. Kulingana na ujuzi ambao tumeupata VETA, umetusaidia sana kufanya hizi kozi za kujiendeleza
kwa urahisi sana kwa sababu ya kile ambacho tumejifunza VETA. Ikiwa na maana kwamba taaluma inayopatikana VETA ni msingi mkubwa sana ambao unaweza ukakusaidia kusoma kozi nyingi ambazo zinatambulika kimataifa kama vile ukaguzi wa welding na ukaguzi wa ubora wa kazi ya welding, kama kugundua kreki za ndani na nje ya chuma. Kutokana na kupata hizi taaluma za ukaguzi wa welding na kreki, tukaona si vyema tukawa sisi tu katika hii nchi wenye taaluma hii. Tukaamua kurudi nyumbani kwa ajili ya kuanzisha kampuni ambayo itawasaidia vijana wengine kupata hizi taaluma zetu. Kwa sasa tuna kampuni ambayo inaitwa Less Inspection and Engineering Services ambayo inajishughulisha na ukaguzi wa kreki na ukaguzi wa ubora wa welding. Moja kati ya kazi ambazo tunafanya ni qualification of welders, ambao tunamfundisha procedure za kufanya kazi za welding, kujua matatizo yanayotokana na welding, lakini pia anafanya kazi kwa kupata utaratibu wa kuzingatia usalama wa kwake, lakini pia na wa mtambo anaofanyia kazi. Baada ya hapo, fundi atapewa cheti ambacho kile cheti kinadumu ndani ya miaka 2 ambacho kitakuwa kina expire, then anafanya tena. Kwa kulingana na hiyo kozi inamfanya fundi kufanya kazi kwa kupata utaratibu ambao unatambulika kimataifa, kwa sababu kwenye kile cheti kuna muhuri ambao mimi nimepewa mamlaka na Welding Institute kwa authorize kile cheti ambacho kitamsaidia yeye kufanya kazi kwa ufanisi na kufuata standard ambazo zinatambulika kimataifa. Ukiangalia haya yote, msingi wake ni elimu ambayo ni kile ambacho tumejifunza VETA, kimetusaidia kupata uwezo wa kuweza kufaulu haya masomo ambayo ni kozi fupi ambazo hazichukui muda mrefu, kwa sababu hizi kozi ni za siku 5 mpaka 7. Kwa hiyo unaweza ukawa wewe ni umemaliza VETA, lakini pia unaweza ukawa wewe ni engineer, unaweza ukaenda kusoma hizi kozi na ukapata cheti na ukaweza kufanya hizi kazi katika ufanisi unaotambulika kimataifa. Na kufikia hapa tumefikia mwisho wa kipindi hiki cha leo cha maadhimisho ya miaka 30 ya VETA. Kwa niaba ya Chief Cameraman, Producer na Editor Emmanuel Mwingira, msaidizi wangu maalum Nelly Matei, naitwa Pascal Mayala, nikiwasisitiza tukutane tena hapo kesho muda na wakati kama huu kwenye kipindi cha mwisho cha maadhimisho ya miaka 30 ya VETA kutoka katika uwanja huu wa JNCC hapa jijini Dar es Salaam. Asanteni na kwaheri.